Haya, tukiangazia siasa za hapa nchini ni kwamba Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula amewahimiza viongozi wa humu nchini wapinge siasa za kikabila na kukubali umoja wa kitaifa, akionya kuwa matamshi yanayoweza kuzua migawanyiko huenda yakasababisha migawanyiko ya kikabila. Akizungumza mjini Kilgoris, kaunti ya Narok, Wetangula alisema kuwa ushindani wa kisiasa haufai kuzua chuki, ghasia au uhasama wa kikabila. Wakati huo, waziri wa usalama wa taifa na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen alitangaza kwamba serikali haitalegea katika kuwasaka wahuni wanaovuruga mikutano ya kisiasa na wamekamata yamkini watu 100 kuhusiana na matukio tofauti humu nchini. Ndiyo juzi mmoja wetu, rafiki yetu ambaye anapingana na sisi, amesema ati watalii wasiingie Kenya. Tunamwambia amekosa mwelekeo, kwa sababu anataka kuua uchumi wenu, anataka kuua uchumi wa nchi, anataka kuua sifa ya Kenya, kwamba hii ndio destination ambayo inapendwa zaidi, mpaka UNESCO imesema Masai Mara is one of the national and international heritage sites ambayo kila dunia inajivunia. Tumekubaliana na IG kwamba a special team ya askari watatolewa kutoka Nairobi, wakuje wakae hapa wiki 3, wapigane na pombe. Wakimaliza wana hand over kwa team yenye italetwa mpya yenye itakuja police station hapa. So there will be an operation for 3 weeks kwa sehemu hii kupambana na pombe yote yenye iko sehemu hii. Gunzi akichukulikia akianza kulia, asiseme hakuabiwa. Kwa hivyo vijana wenu, wazee wale wako hapa, akina mama, vijana yenu waambie kabisa wakae mbali kabisa na hiyo, maana itakuwa kulia. Hapo iko kuumia, si kweli? Nataka kusema hivi to the commanders. Makomanda wa polisi, mahali popote wako katika nchi yetu ya Kenya, goons zote na gangs na criminals zote ziko area yako. Kama komanda lazima umalizane na wao, lazima wote waende jela, wakae huko.